Mtazamaji, karibu katika kipindi cha Kilimo Ajira Yangu. Kumbuka kipindi hiki kinaratibiwa na Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania, TARI, kituo cha Naliendele mkoani Mtwara. Katika kipindi hiki tunaangazia matumizi sahihi na salama ya viuatilifu katika zao la korosho wilayani Liwale, Nachingwea na Kilwa. TARI kituo cha Naliendele inaendelea kutoa mafunzo ya matumizi sahihi na salama ya viuatilifu kwa maafisa ugani na wapuliziaji mkoani Lindi. Na mpaka sasa wameshatoa mafunzo katika wilaya ya Kilwa, Nachingwea na Liwale. Mafunzo hayo yanalenga kuwajengea uwezo wa kubaini na kutibu magonjwa na kudhibiti wadudu wasumbufu wa mikorosho. Mtazamaji, katika wilaya ya Nachingwea, Liwale na Kilwa kuna changamoto kwa maafisa kilimo pamoja na wakulima kushindwa kutambua kwa usahihi magonjwa ya mikorosho na mbinu sahihi ya kudhibiti na kutibu kwa kutumia viuatilifu sahihi na salama. Hivi kwa sababu kumekuwa na dhana kubwa ambayo imekuwa ikitawala, hasa kushindwa kutofautisha uchanganyaji wa sahihi wa viuatilifu mikorosho midogo na mikorosho ile ambayo ni mikubwa. Kwa hiyo dhana ilikuwa inatumika kwamba unapochanganya kwenye mkorosho mdogo basi unachanganya katika mils ndogo ukilinganisha na uchanganyaji wa mikorosho mikubwa ambayo wao wanaamini. Kwa hiyo hapa ndipo changamoto ambayo ilikuwa ikijitokeza. Bob Noel Yasenga ni mtafiti wa kilimo kitengo cha udhibiti wa visumbufu vya mikorosho TARI Naliendele. Anafafanua kwa usahihi matumizi sahihi ya viuatilifu na upuliziaji. Yaani kwa mfano unapuliza viuatilifu vya wadudu waharibifu, yani mbu wa mikorosho na mbu wa minazi. Kwa mkorosho mdogo upulize milizi 2 na kwa mkorosho mkubwa upulize milizi 5, ambayo si sahihi. Kwa hiyo tumeweza kutoa uelewa huo kwamba tunachopambana nacho pale sio mkorosho mdogo wala sio mkorosho mkubwa. Tunachopambana naye pale ni yule mbu wa mikorosho au mbu wa minazi na ambaye tunapambana naye. Kwa hiyo kama ni mbu wa mikorosho na tumefanya utafiti, tumegundua kwamba milizi 5 za kiuatilifu inatosha kumwangamiza yule mbu wa mikorosho. Kwa hiyo haijalishi ni mkorosho mdogo au ni mkorosho mkubwa. Kwa hiyo tumeweza kuwapatia maelezo hayo na mafunzo hayo, na wameahidi kwenda kuyafikisha kwa wakulima wa zao hili la korosho ili kuongeza tija ya wilaya pamoja na kitaifa kwa ujumla. Mtazamaji, katika mafunzo hayo, maafisa kilimo walijifunza mbinu mbalimbali za kutambua magonjwa ya mikorosho na wadudu wasumbufu katika zao hilo. Katika mafunzo haya matumizi sahihi na salama ya viuatilifu, tunawafundisha jinsi ya kutambua magonjwa mbalimbali katika zao la korosho, lakini vile vile kutambua wadudu waharibifu katika zao la korosho. Tukianza na ugonjwa wa uburiunga, tumeweza kuwafundisha jinsi ya kutambua dalili mbalimbali za ugonjwa wa uburiunga, lakini baada ya kutambua njia mbalimbali za kupambana na magonjwa haya, tukawaeleza kwamba kuna njia ya asili, lakini vile vile kuna njia ya pili, njia ya kupanda mikorosho ambayo mikorosho bora. Kutoka Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania kituo cha Naliendele tuna aina 54 za korosho bora. Lakini njia ya tatu tumewaelekeza njia ya kutumia viuatilifu. Hapa kwenye njia ya kutumia viuatilifu tuna viuatilifu vya makundi mawili makubwa. Tuna viuatilifu vyenye asili ya unga, lakini tuna viuatilifu vyenye asili ya maji. Hivi viuatilifu vyenye asili ya unga ni viuatilifu vyote vyenye jamii ya kiambatamilifu chenye sulfa. Lakini tuna viuatilifu ambavyo vyenye asili ya maji, hivi vina majina ya kibiashara, lakini vile vile vina majina ya kikemikali, yani viambatamilifu. Sasa hivi viambatamilifu vya ugonjwa wa uburiunga ni kama hexaconazole, tridimenol, lakini tuna azostrobin, lakini vile vile tuna trisofluvin. Hivi vyote ni viambatamilifu ambavyo vinatumika katika kupambana na ugonjwa wa uburiunga. Kwa mfano, hivi viuatilifu ambavyo vinatolewa na serikali kwa ajili ya ruzuku ya wakulima kwenye korosho
tuna viuatilifu vyenye hexaconazole ambao tunapima mililita 15 kwa lita moja ya maji. Haijalishi kwamba ni mkorosho mkubwa au ni mkorosho mdogo, lakini tunachopambana nacho pale ni vimelea vya ugonjwa wa ubweriunga. Kwa hiyo tuna hivi ambao vina hexaconazole, lakini vile vile tunavyo hivi ambao vina triadimenol. Tuna kwa mfano hiki kiuatilifu cha Subatex tunapima mililita 5 kwa lita moja ya maji. Lakini vile vile tuna kiuatilifu ambao kina tebuconazole ambao ni indazole. Hii tunapima mililita 15 kwa lita moja ya maji. Lakini tuna awamu za upulizaji. Kutoka awamu moja kwenda awamu nyingine, hivi vyenye asili ya maji tunapuliza siku 21, yani wiki 3. Lakini vile vyenye jamii ya sulfa tunapuliza kila baada ya siku 14, ina maana kila baada ya wiki 2. Tukija kwenye ugonjwa wa pili, tuna ugonjwa ambao unaitwa ni blight ya mikorosho. Huu ugonjwa wa blight ya mikorosho tumeweza kufundisha maafisa kwamba una dalili mbalimbali. Una dalili kwenye majani, lakini vile vile una dalili kwenye tegu. Yaani nikisema tegu ina maana ni korosho changa. Kwa hiyo kwenye majani inakuwa na madoa ya rangi ya kahawia, na baadaye yanakwenda yale madoa kwenye majani machanga yanaweza yanaongezeka na baadaye kusababisha yale majani yanaondoka chini. Lakini vile vile kwenye tegu changa zile kuna mabaka meusi ambayo baadaye baada ya siku saa 72 au siku 2 yanakuwa tayari yamesababisha zile tegu zimekuwa nyeusi zote zimedondoka chini. Kwa hiyo huu ni ugonjwa hatari ambao mkulima anaweza kukosa kwa 100%. Lakini ili ugonjwa huu utokee lazima kuwe kuna mvua zile ambazo sio za msimu au ukungu mzito kwa zaidi ya masaa 12 ambao unasababisha mlipuko wa ugonjwa huu. Kwa hiyo huu ugonjwa tunapambana nao kwa kutumia njia 3 kama tulivyoona kwenye ubweriunga. Njia ya kwanza ni kutumia njia asili ambayo tunatumia kufanya usafi wa shamba ili kuondoa vile vyanzo vya ugonjwa wa blight. Yale majani ambayo yalidondoka msimu uliopita au tegu changa zilizodondoka msimu uliopita na zimeathiriwa, tunazikusanya na kuchoma moto au kuzifukia ili kupunguza vyanzo vya ugonjwa. Lakini njia ya pili tunatumia mbegu bora kutoka Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania, kituo cha Naliendele. Tuna mbegu aina 54. Ziko mbegu ambazo zinavumilia magonjwa, lakini vile vile zinavumilia wadudu. Kwa hiyo katika hii ugonjwa wa blight zipo zinazovumilia na zinazokinzana na ugonjwa wa blight. Kwa hiyo kwa kupanda mbegu hizi bora tunaweza kupunguza hasara ile ambayo ugonjwa wa blight ukitokea. Lakini njia ya 3 tunatumia viuatilifu. Katika viuatilifu vya ugonjwa wa blight vipo viuatilifu vingi, lakini vina majina ya kibiashara, lakini vina majina ya kikemikali, yani kiambatamilifu. Kwa mfano kwenye msimu huu wa ruzuku tuna viuatilifu viwili, tuna Subatex na indazole. Kwenye indazole tunaona kabisa mle ndani kuna tebuconazole. Ile tebuconazole ni kwa ajili ya kupambana na ugonjwa wa blight. Kwa hiyo tunapulizia mililita 10 kwa lita moja ya maji, ndio mchanganyo wake kwenye ugonjwa wa blight. Lakini vile vile kwenye Subatex mle ndani kuna tebuconazole vile vile ambayo inapambana na ugonjwa wa blight. Kwa hiyo na yenyewe tunapima mililita 5 kwa lita moja ya maji, ndio mchanganyo wake kwa ajili ya kupambana na ugonjwa wa blight. Kwa hiyo hivi tunapulizia kila baada ya siku 14, yani wiki 2. Kwa hiyo unapoona tatizo unakwenda kukagua, umeona dalili, siku inayofuata tafuta kiuatilifu chako, kapulizie mikorosho. Subiria baada ya siku 14 kama hali ile ya unyevunyevu inaendelea au yale manyunyu au mvua zile za msimu bado zinaendelea, kwa hiyo unatakiwa urudie. Yale zile dalili au zile viashiria ambavyo vinasababisha ugonjwa vinapokwisha, tunaachana nayo. Kwa hiyo inategemeana na hali ya hewa jinsi inavyokwenda. Vile vile tumeweza kuelekeza maafisa ugani juu ya ugonjwa wa debeki. Huu ugonjwa wa debeki unasababishwa na mashambulizi ya mbu wa mikorosho na mbu wa minazi. Kwa hiyo mkorosho unapoanza kuchipua, yale majani yanatoka, yale majani mateki machanga, wale mbu wa mikorosho na mbu wa minazi wanakwenda kufyonza. Wakifyonza kwenye yale majani mateke ambao baadaye inatakiwa toke maua, wanasababisha mipenyo. Kuna matundu. Baada ya kusababisha yale matundu kuna fungus ambaye anakuepo angani, anaitwa Phomopsis anakadii. Kwa hiyo akiingia kwenye yale matundu anasababisha ugonjwa wa dieback, yani kufa kinyume. Kwa hiyo kwenye ile tawi ambalo litakiwa lichipue na kutoa baadaye maua na baadaye kutoa korosho panakauka. Kwa hiyo ukipita kwenye mikorosho ya wakulima utaona mkorosho ni kama umebabuka na moto. Kwa hiyo hujue hizo ni moja kwa moja dalili za ugonjwa wa dieback au dieback Kiswahili. Sasa ili kupambana na ugonjwa wa dieback tunatakiwa tupambane na mashambulizi ya mbu wa mikorosho na mbu wa minazi ili tusifikie kwenye ugonjwa wa dieback.
Sasa hawa mbu wa mikorosho na mbu wa minazi tunapambana nao kwa kutumia nini? Tunapambana nao kwa kutumia viuatilifu. Hivi viuatilifu vya mbu wa mikorosho na mbu wa minazi vingi vinakuwa na majina ya kibiashara, lakini vinakuwa na majina ya kikemikali. Sasa majina ya kibiashara yako mengi, lakini ukikutana na kiuatilifu chenye kiambata sumu kimeandikwa lambda cyhalothrin, ujue hiki moja kwa moja kinapambana na ugonjwa kinapambana na mbu wa mikorosho na mbu wa minazi. Kwa hiyo ukiweza kupambana na mbu wa mikorosho na mbu wa minazi, hatuwezi kupata mashambulizi yale ambayo yanakuja kusababisha kufikia kwenye ugonjwa wa debeki. Na mchanganyo wake tunapima mililita 5 kwa lita moja ya maji. Ukizingatia na hivi viuatilifu ambavyo tumepata vya ruzuku ya serikali, yani Balasi, 5EC, Subaclo na Mocaratep. Vyote hivi tunapambana navyo kwa mchanganyo wake kwa mililita 5 kwa lita moja ya maji. Kwa hiyo inategemeana na ukubwa wako wa mashine ambayo inatumia. Kuna mashine zenye lita 20, lita 17, lita 16 na lita 14. Katika mafunzo hayo, suala la upuliziaji sahihi lilipewa umuhimu. Mara nyingi makosa hufanyika katika kuchanganya viuatilifu pamoja na upuliziaji kwa usahihi kwenye zao la korosho. Tunawaelekeza maafisa kilimo, wao wakishatoka hapa wataenda kuwaelekeza maupuliziaji. Na ninachosema mimi kama mtaalamu wa mashine, tumeona hapa tulipo masaugani wengi baada ya kuwauliza matumizi ya mashine hawajaitambua vizuri, hasa hususan kwenye swala la uchanganyaji wa mafuta na oili. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi tumewaelekeza kulingana na vipimo tulivyovitumia sisi watafiti kama TARI kwenye mashine, kwamba mashine inatumia petroli, lakini uchanganyaji wa petroli tunasema ni tuti milzi 40 kwa lita moja ya petroli, na sio oili nyingine namba 40 60 kama wengine walivyotamka kwamba wanatumia mpaka oili chafu na nini. Lakini tumewashawaelekeza na hilo wameshalipokea, kwamba wao sasa wameshatambua kwamba oili inayotumika kwenye mashine ni 2 stroke ambayo inatumika milzi 40 kwa lita moja ya mafuta. Na hilo ndilo jambo walilolipokea, wataenda kulifikisha kwa wapuliziaji pamoja na wakulima. Lakini tumefika mbali zaidi kwamba mashine yenyewe pamoja na kwamba utatumia viwango hivi vya mafuta na oil, lakini bado usalama wa kuitunza mashine inatakiwa ukishaifanyia kazi, unaporudi kwenye kupuliza, tumewaelekeza au tumeshawaambia kwamba waitunze, kwa maana kwamba ukishafanya kazi ukimaliza unatakiwa uioshe kwa sabuni, usafishe viuatilifu vya ndani kwenye tenki ili mashine iendelee kuwa salama na ubora wake uendelee kutunzika. Wengine walishakuwa wanasema kwamba wao swala la kuiosha mashine hawalitambui kama mashine inafanywa usafi. Lakini kuanzia leo wamesema wataendelea kufanya yale walioelekezwa na watafiti ili kuboresha kazi za upuliziaji na matumizi sahihi ya blower. Kuzingatia mpuliziaji anapokuwa shambani, ndio pale tunarudi kwenye swala la mavazi kinga. Cha kwanza, mpuliziaji anatakiwa awe na gumboot, awe na overall, awe na gloves, awe na mask ya pua na mdomo, awe na mawani. Sawa? Hivyo ndio mavazi ambayo anatakiwa ayavae wakati anapuliza kiuatilifu. Lakini sio hivyo tu, baada ya kuwa na mavazi hayo, tukishafika kwenye michanganyo ya viuatilifu, unapochanganya sasa mashine unataka kuitumia, tunachosema ni kwamba lazima uangalie matumizi yake ya mashine. Kwa maana kutoka kwenye mti mkorosho tunasema utoke umbali wa mita 3 hadi 4. Kwa maana tunachotaka mkorosho uweze kuwa na umbali kidogo, ili mashine unapofanya kazi isitoe upepo wa kuweza kutikisa yale maua ambayo ndio mlengwa wa zao la korosho. Tunapuliza kwa sababu tunahitaji mazao yatoke. Na mazao yanatoka wapi? Yanatoka kwenye paniko, zile shuti za tegu
ambazo ni korosho changa. Sasa unavyokuwa karibu na lile tawi lililoweka zao lenyewe tunalotegemea, itakuwa upepo ukishafika mwingi unatingisha na hatimaye vingine vikorosho vidogo vichanga vinadondoka chini. Kwa hiyo kwa kuepuka hilo ndio maana tunawaambia waondoke mita 3 au 4 nje ya mkorosho kwa kuzunguka eneo la duara wa mkorosho. Lakini wakati huo tunasema unavyoshika blower haitakiwi uishike tu kama mkonga au bunduki tu unainyoosha kwenye mkorosho. Hapana, unakuwa na kazi ya kuelekeza mkono wako ile blower kwenye mkorosho. Unakuwa unacheza muda wote, unakuwa mwepesi ya mkono wako wa kulia. Unapaka kwenda juu chini wakati unatembea kuzunguka mkorosho. Kwa hiyo hilo ni la muhimu sana kwenye wakati wa upuliziaji. Maafisa kilimo katika wilaya zilizopata mafunzo mkoani Lindi wanaelezea walivyonufaika na elimu hiyo na wamejipanga kusaidia wakulima katika wilaya zao. Tunashukuru taasisi ya utafiti na Liendele wamekuja kutoa mafunzo mbalimbali kwa wakulima na hasa wataalamu wa zao la korosho. Wataalamu wanajua namna ya kudhibiti haya magonjwa, lakini tumeona ni bora tuwapige msasa, tuwakumbushe ili wakienda kwa mkulima kutoa maelekezo namna ya kudhibiti wadudu na magonjwa anakuwa na uelewa mkubwa zaidi. Tunajua kuna baadhi ya wakulima wakubwa wao wanauelewa, lakini hao ni wachache. Walio wengi ambao ni wakulima wa kawaida wadogo hawajui. Kwa hiyo ni kazi sasa ya bwana shamba akishapata hapa hii taaluma anakwenda kutoa elimu kwa wale ambao hiyo taaluma ya kudhibiti wadudu magonjwa hawana. Tumeona bora tuanze na mabwana shamba kwa sababu hawa ndio waliokuwa karibu na wakulima. Watakwenda sasa kwa wakulima kwenda kutoa hiyo elimu ya udhibiti wa hivyo visumbufu na magonjwa. Baada ya mafunzo haya tumewapanga mabwana shamba kwa sababu mabwana shamba ni wachache. Vijiji vinavyozalisha korosho ni vingi sana. Kilwa kuna vijiji takriban 96. Lakini mabwana shamba hawa wataalamu wa kilimo maafisa gani wapo 60 tu. Kwa hiyo tukuta vijiji vingi havina wataalamu wa kilimo. Kwa hiyo baada ya kutoka hapa halmashauri tumepanga hawa wataalamu sasa tunaunda makundi, angalau kila kundi kuwe na wataalamu 3. Watakwenda vijijini kutoa elimu ya namna ya kudhibiti wadudu hao na magonjwa. Watakwenda kila kijiji, watakuwa na kasi 2. Kwa hiyo najua kwa kufanya hivi watakuwa wameshavizungukia vijiji vingi kwa kutoa elimu hiyo. Tayari tumeshalianza hili zoezi. Wiki 2 zilizopita tulikuwa kata ya Lihimaliao na kata ya Pande. Walikuwa wanakwenda kila kijiji, walikuwa wanatoa elimu ya namna ya kupanda korosho, namna ya kutunza mkorosho na baadaye namna ya kudhibiti magudu na wagonjwa. Kupata haya mafunzo ya mara kwa mara ni sehemu sahihi kabisa kwetu ili kukuza uzalishaji wa zao hili la korosho. Na ukizingatia kwamba tumekuwa na viuatilifu mbalimbali ambavyo baadhi yake ni vipya. Tunapopata viuatilifu vipya si vema basi sisi kama wataalamu kuendelea kukariri matumizi ya viuatilifu vile ya zamani. Basi iko haja ya kupitishwa kwenye taratibu sahihi za matumizi ya viuatilifu vipya ili ile taaluma tuipeleke kwa wakulima wetu tuweze kuzalisha kwa ukubwa zaidi na kuongeza kipato cha halmashauri na mkulima moja na taifa kwa jumla. Niseme tu kwamba sisi kama serikali tunajivunia sana kituo hiki cha utafiti cha Naliendele kwa sababu ni kituo ambacho korosho inaishi. Kwa hiyo maelekezo na taratibu zote utakazopewa na kituo kile cha utafiti cha Naliendele ni taratibu ambazo zipo sahihi kabisa kwa sababu wao wamekuwa kiishi korosho na mazao mengine. Kwa hiyo wao wanapofanya jambo utafiti ukiona wakuletea ujue ni jambo ambalo liko sahihi na ni jambo ambalo linahitajika tu kupelekwa kwa mkulima ili akazalisha aweze kuzalisha kwa nini? Kwa tija. Haya mafunzo yametusaidia kwamba tuenda kuwaelimisha wakulima ambayo waweze kuongeza uzalishaji kutoka kile kiwango ambacho alikuwa anazalisha kidogo kabla hajapata mafunzo
lakini mafunzo haya yataweza kwenda kumsaidia mkulima aweze kuzalisha kwa tija zaidi. Hapo awali kabla ya mafunzo ilikuwa mkulima hawezi kwamba akapata ile elimu ambayo ingeweza kumsaidia akaweza kuzalisha kwa wingi. Ila kwa badala ya kupata haya mafunzo, basi itaweza kumsaidia mkulima kwenda kumuelimisha na akaweza kuzalisha kwa tija. Pamoja na maafisa kilimo wangu, lakini wanajishughulisha sana na upuliziaji wa mikorosho kwa wakulima. Nashukuru mafunzo haya kwa siku ya leo. Nimejifunza aina mbalimbali za mavazi kinga, kwamba kabla hujapulizia inatakiwa uvae mavazi kinga, kwa maana ya miwani, maski pamoja na overall. Lakini nimejifunza pia namna ya uvaaji wa overall pamoja na gumboot. Mwanzo ulikuwa unavaa ile unaichomekea, lakini sasa hivi inatakiwa ile suruali iwe nje, gumboot iwe ndani. Kwa nimejifunza hilo, lakini pia namna uchanganyaji, kwa mara unapochanganya zile viuatilifu unatakiwa unaanza kuweka maji kidogo kama nusu, unachanganya dawa kwa maana ya kiuatilifu kwa vipimo sahihi, lakini pia unaongeza tena maji kisha unatikisa. Kisha tikisa unavaa unakwenda. Lakini kitu kingine cha kuzingatia ni kuangalia direction ya upepo. Upepo unakwenda wapi ili wewe uanze wapi kupuliza. Hiyo nayo nimejifunza leo. Mtazamaji, lengo la TARI kituo cha Naliendele ni kuhakikisha tija inaongezeka katika zao la korosho. Mafunzo yaliyotolewa mkoani Lindi yanalenga kuongeza uzalishaji wa zao la korosho. Na lengo ni kuona wakulima na wapuliziaji wanatumia viuatilifu kwa usahihi na usalama. Hivyo tumetoa mafunzo, ajenda kuu ikiwa ni matumizi sahihi na salama ya viuatilifu. Tunashukuru Mungu kwamba mapokeo kwa maafisa ugani yamekuwa mazuri, na lakini pia kwa viongozi pia, akiwemo Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Liwale, na amelipokea vema kabisa. Tunaamini kwamba kwa mafunzo ambayo tumeweza kuwafundisha maafisa ugani juu ya matumizi sahihi na salama ya viuatilifu, hasa kwa kuanza na utambuzi wa magonjwa, utambuzi wa wadudu waharibifu, matumizi sahihi na salama ya viuatilifu, matumizi ya vifaa kinga, na namna ya kuweza kuitumia pampu au blower ile ya kupulizia viuatilifu inatumika kwa ufasaha. Hivyo tunaamini kwamba ujumbe huu ambao tumewaletea maafisa ugani, tunatarajia na wao waweze kuufikisha kwa wakulima, ambao pia wakulima ndio watumiaji sahihi, watumiaji wa viuatilifu hivi. Hivyo tunawaomba maafisa ugani wote waliopata mafunzo yao haya wasikae nayo, wayafikishe kwa wakulima ili wakulima waweze kuvitumia viuatilifu kwa usahihi na kwa usalama, lengo letu likiwa kubwa kuongeza tija ya uzalishaji wa zao la korosho. Mpaka hapo tumefikia mwisho wa makala hii ya mafunzo kwa maafisa ugani mkoani Lindi. Mtazamaji, mwaka huu 2022 Watanzania wote tunakwenda kuhesabiwa. Sensa inasaidia kujua idadi ya Watanzania na kurahisisha mipango ya serikali katika kupanga matumizi na mgawanyo wa rasilimali. Tarehe 23 mwezi wa 8, Watanzania wote tujitokeze ili tuhesabiwe. Kumbuka, kipindi hiki kinaratibiwa na Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania, TARI, kituo cha Naliendele. Usikose kuangalia kipindi kingine cha Kilimo Ajira Yangu wiki ijayo, muda na wakati kama huu. Asanteni.